Jembe, tumeshuhudia mchezo wa mkondo wa pili Simba dhidi ya Al Masry. Simba baada ya miaka 30 wamefuzu kuingia nusu finali. Ulikuwa ni mchezo namna gani licha kuwa Simba wameshinda kwa mikwaju ya penalti? Ulikuwa mchezo mgumu, ulikuwa mchezo ambao unaonyesha level ya robo finali ya Confederation Cup ubora, kwa sababu walikuwa wakutana timu kutoka Egypt ambako ligi yao ni moja ya ligi bora kwenye top 2, top 3 ya Afrika. Na Masry licha kuwa wameshinda bao 2, lakini walionyesha walikuwa wako tayari kupambana, na umeona kipindi cha kwanza Simba wamefanikiwa kushinda kwa mabao 2, lakini kipindi cha pili Masry wamerudi kuonyesha kwamba wao ni moja ya timu bora, wamewazuia Simba kutowafunga ingawa wao kufanikiwa kufunga, na baadaye wamekwenda kwenye penalty ambako Simba wanaonekana walikuwa wamejiandaa na walikuwa tayari zaidi kuliko Al Masry. Dakika 45 za kipindi cha kwanza ilikuwa bora kwa Simba. Goli 2, watu wakategemea Simba ingerejea kwenye kipindi cha pili ongeza kushinda idadi kubwa ya mabao, lakini imekuwa tofauti. Wamerudi kipindi cha pili, tempa mchezo ilikuwa chini. Ni kama Simba nao waliingia kwenye mfumo wa kuridhika. Kuridhika hapana, kwa sababu Simba walikuwa wanajua lazima wamalize game, lakini nafikiri Simba wana hilo tatizo na lilikuwa likiwasumbua muda mrefu sana. Baada ya kufunga mabao 2 Simba huwa hawana muendelezo wa kutosha. Lakini ukiachana na hivyo, mimi nilikuwa nimeangalia tofauti kidogo na watu wengine. Niliona kama jana kuna issue ya maji ilikuwa na tatizo kidogo, especially kwa timu ambayo inataka kucheza kwa kasi, kwa timu ambayo inataka kupoza mchezo na kufanya defense solid, wanaweza kuwa na advantage zaidi kwa sababu hawakimbii sana, badala yake wanaocheza mpira taratibu. Lakini kwa timu kama Simba ambayo ilikuwa inataka kukimbia, ilikuwa ina shida especially kwenye dribbling na pasi zenyewe kufika, na uliona pasi nyingi kidogo zilikuwa napata distraction kutokana na mvua kubwa kwa imenyesha kabla ya mchezo. Lakini all in all Simba imefuzu. Simba imeandika history na record ambayo nafikiri ndio timu ya kwanza ya Afrika Mashariki kufanya hivyo, kwamba baada ya kuingia nusu finali jana, Simba sasa imeingia nusu finali ya mashindano matatu ya CAF. Miaka ya 70 kama unakumbuka, waliingia finali ya klabu bingwa ambayo ndio Champions League, halafu waliingia nusu finali kwenda finali ya kombe la CAF. Na sasa wameingia nusu finali ya kombe la shirikisho, kwa maana ya kwamba sasa ukihesabu unapata nusu finali 3, na nafikiri ndio timu ya kwanza ya Afrika Mashariki kufika kwenye hatua hizo kwenye mashindano tofauti ya shirikisho la soka Afrika CAF. Ni jambo la kujivunia kwa Watanzania, lakini linarudi kuwa jambo la kujivunia kwa wana Simba na wapenda mpira wa Tanzania, kwa sababu Simba ndio timu ambayo katika misimu 9 iliyopita imeingia robo finali mara nyingi zaidi, na walikuwa wakiishia pale safari yao robo finali, walikuwa hawajapata dawa ya kuvuka pale. Jana wamevuka na wameiheshimisha nchi pamoja na mashabiki wao. Interview ya mwisho tulifanya ukasema mwalimu anatakiwa kusikiza muziki wa Mkwala Dese. Mwalimu kweli amempa nafasi, ameweka unazungumziaje Dese Mkwala, lakini pia unadhani mwalimu ni muda kuendelea kumwamini Dese? Nature ya walimu ni wabishi sana, kwa sababu walimu wanajua zaidi kuliko wengine, na wana haki kwa sababu ile ndio taaluma yao. Lakini tushukuru Mungu na tumshukuru yeye pamoja na benchi lake la ufundi kwamba wametusikiliza. Sijajua, inawezekana kwa wanasoma maoni ya watu including mimi, au wanahadithiwa labda na wasaidizi wake, mfano wanaoongea Kiswahili kama kina Matola, na au ameona kiufundi, kwa sababu swala la kumwamini Mkwala tumelizungumza siku nyingi sana, lakini bado alikuwa kama hana imani. Jana kamwamini kwa mara nyingine tena. Mkwala anapewa nafasi na yeye anaonyesha anapaswa kuaminiwa, na ni jambo zuri sana kwa striker. Sasa ni vizuri, sio kwamba Ateba si mchezaji mzuri, lakini aendelee kumwamini Mkwala tena na tena na tena, na Mkwala atampa challenge Ateba na yeye awe vizuri zaidi, kwa sababu pia timu inahitaji kuwa na striker wawili au watatu ambao wanafanya kazi yao vizuri. Kwa hiyo ni jambo zuri. Sasa nafikiri kwenye ligi anapaswa kuendelea kwanza na Mkwala mpaka hapo atakapoona kuna mechi na mhitaji Ateba. Mara baada ya mchezo kocha mkuu wa Simba akanukuliwa kwamba anahitaji loko namba 10 nyingine. Unahisi majukumu ya Jean Charles Ahoua yamekuwa ni makubwa kulinganisha na namna ambavyo anadeliver, ama Simba wana uhitaji kama ambavyo kocha amezungumza kwa namna ambavyo unataka? Mimi kwanza niseme na jivunia sana kuwa mkweli, kwa sababu kwenye comments zangu nimezungumza mara nyingi sana kuhusiana na Ateba. Ateba ni mchezaji mzuri, hakuna ubishi. Ateba anaweza kawa msaada Simba, lakini Ateba ni mchezaji ambaye ni on off. Ndio maana mimi nimekuwa nikimuita kitinda mimba, na najua ni kipenzi cha kocha. He's a good player, lakini bado sio mchezaji ambaye anajitoa.
anataka kufanya jambo. Ni mchezaji kwamba ikitokea sawa, isipotokea ningefanya nini. Kwa sio mchezaji wa namna hiyo unamuona, lakini ana vitu vingi sana ambavyo mimi naamini kuna kitu anatakiwa kuswitch, kubadilisha kutoka hapo alipo kwenda kuwa yule ambaye anaweza kawa na msaada mkubwa sana. Sasa kwa kocha kusema vile inathibitisha ambayo nimekuwa nikilisema wakati mwingine, lakini mimi wewe umesema unamlenga Ateba, mimi nimemuona lakini mimi nimeona kama anamlenga Awesu. Kwa sababu ndio ukiangalia kwa wazawa yeye ndio mwenye hilo jukumu. Kwa hiyo inawezekana pia hajaridhika vya kutosha kwenye kile wanacho deliver Ahua na Awesu. Lakini bado hata kocha unamuona haridhiki vya kutosha kile kitu ambacho wana deliver Ateba na Mkwala. Kwa hiyo unamwona kocha bado naye ana struggle, kwa sababu mimi bado naendelea kusema Simba bado hawajawa na killer striker. Labda kama Mkwala ataendelea kucheza halafu yeye kampa confidence akafikia kwenye level ya kuitwa killer striker, lakini kwa sasa na yeye bado tu, lakini tuendelee kuangalia tuone. Lakini bado Simba mimi naona pamoja na namba 10 kama Mkwala na Ateba Ateba hatabadilika sana, hata kule bado nafasi itakuwa inahitaji mtu wa nyongeza. Performance ya waamuzi kwenye mchezo wa jana, wewe binafsi umetafsiri vipi? Unajua mimi jana nilikuwa interested sana na waamuzi, ni waone wana perform vipi, kwa sababu ionekana ni waamuzi wa Sarejembe. Kwa hiyo nikawa nawaangalia sana, sema hebu ngoja nione hao waamuzi wanaosi, lakini nimeona wamefanya kazi yao vizuri sana, na nafikiri wamewatia aibu watu wengi sana, especially wale walikuwa wamezungumza ule uenda wazimu wa asubuhi ambao leo asubuhi nilikuwa nimeanza kufanyia kazi. Kwa kweli wamefanya kazi yao vizuri. Sijui hata kama utasikia hata wao Almasri watalalamika, kwa sababu hakuna sehemu wanaoweza kulalamika wakasema tulionewa. Labda tuseme bao la Mpanzu lilionaje, lina walakini. Bao lililofuatia lina walakini. Sasa sijui waamuzi walikosea wapi, lakini sema waamuzi walifanya kazi yao vizuri. Sawa, uenda wazimu umeuzungumza, uenda wazimu upi labda kwa mtu ambaye hajapata nafasi ya kusikia chochote licha ya kwamba wengi wamefahamu? Labda uniulize wewe, mimi siwezi kutangaza uenda wazimu. Mimi ukiniuliza nitakujibu, lakini mimi siwezi kuanza kuzungumza uenda wazimu. Lipi unalifanyia kazi? Kuna watu wako ndani. Na wengine wakaniambia kwamba wao wana familia, lakini nimewambia familia ipaswi kuwa na baba mjinga kama wewe. Pumzika kwanza ili familia wewe iweze kuretrieve, kupata akili mpya, kwa sababu ya ujinga wako kama wewe. Unaona vitu havina maana, havina msingi, basi na wewe unahusika kuwa sehemu ya kuvisambaza tu. Kwamba Sarejembe amekamatwa. Sarejembe kashitakiwa na Almasri. Sarejembe alilala sijui chumba namba ngapi, na nafikiri hata hoteli pia walipaswa kuzungumza. Wamelala sijui chumba namba ngapi. Sarejembe yuko kwenye nini? Ameonekana kwenye nini? Sisi na waamuzi. Sasa CCTV ziko wapi sasa? Mbona hawazileti? Wazilete hizo CCTV. Zisiweza kutengeneza tu watulete watuonyeshe. Labda kwa sababu hili jambo liko kwenye mamlaka halijafika mahakamani. Sasa hivi tunaweza kulizungumzia na mimi nipate nafasi ya kuwakanda wapuuzi. Kwa hiyo yani hili halijafika mahakamani na litafika. Sasa hivi imeshaanza, kuna watu wanapiga simu, wengine ni watu wakubwa, kuanza kuomba na mtoto si ni wa ndugu yangu, naomba umsamee. Hapana, naambia kinataka tuwatie adabu watoto wa ndugu yako. Actually nimeanza na wale walikuwa kishare kwenye magrupu, naendelea kutafuta screenshots za wote walikuwa wanasambaza, kwa sababu nilienda kwenye ile account nikagundua ni account fake imetengenezwa, ambayo ina posti 3 tu. Posti ya kwanza Simba, penalty za Simba. Posti ya pili nasema sijui CEO bodi ya ligi amtembelea Mohamed Dewji. Posti ya 3 Sarejembe ashtakiwa na CAF sijui na Almasri. Sasa wataleta uthibitisho wa mimi kushtakiwa. Na wengine mmoja wapo katika wale waliokamatwa wamekamatwa kwa sababu kulikuwa kuna barua ya mtu aitwa Saleh Mohamed somebody, wanasema sio ni mtu wa Temeke Tefa something. Kwa hiyo wanaibadilisha, inaonekana mimi ndio naitwa Saleh Mohamed, na yule mtu akasema huyu ndo Sarejembe, ndio jina kamili la Sarejembe. So naye nataka tuthibitishie mimi naitwa Sarejembe kivipi. Mwingine akasema mwaka wake wa kuzaliwa ni huu, nataka naye atuthibitishie kama kweli ndio mwaka wangu wa kuzaliwa. Kitambulisho unajua ni kitu ambacho unaweza kaenda sehemu yoyote. Tunatoa vitambulisho sehemu nyingi sana. Kitambulisho chako kinapigwa picha siku nini na nini vinawekwa. Lakini sasa sijui kama hivyo vitambulisho ndio itakuwa kwamba kikionekana ndio kitaonekana ulikitoa sehemu. Ni watu wametengeneza namna fulani ya kutaka kunirudisha nyuma mimi nilivyoichukulia. Kwa sababu mimi ndio nimekuwa mtu nazungumzia sana
kuhusiana na issue ambazo zinaonekana kuwa vina vimelea vya upangaji matokeo, na nimekuwa nikikemea sana jambo hilo. Sasa naona wanataka kufanya kama trick hivi, yani watumie mimi kunirudisha nyuma kwamba kesho nisizungumze. Tena hapo sasa nataka nikwambie ndio wamepoteza muda wao. Nitasema sana kadiri ya uwezo wangu bila ya woga, na nimegundua kama ukiona watu wanakutafutia kitu cha uongo, wanakutafutia kitu cha kutengeneza, maana